Tangia nimefika hapa sijakuelewa, afu na mazingira unijielewa. Sio ambayo niliyozoea. Ni kweli baby. Mimi na tatizo. Nimepigwa. Nimepigwa na yule mwanaume. Bwana alisharudi? Alisharudi. Aliporudi kuna maneno ambayo ameambiwa pale nyumbani ndio alopelekea mpaka mimi kunipige hivi. Kwa hiyo kuna nini kinachoendelea mpaka sasa? Pia nilijaribu kupeleka kesi kwa mtendaji lakini hamna nilichojibiwa cha maana. Ila cha kushukuru kitu kimoja tu kwa kuwa ameshaniacha. Amekuacha? Nasema kweli? Kweli, nimeacha. Sikiliza baby, nikwambie kitu. Kwanza pole. Tena pole sana. Na pia kwa kuwa amekuacha, imani utaendelea kuwepo au kuna tofauti yote? Hapana, nitaendelea tu na hiyo. Usio na wasiwasi, utaendelea kuwepo na mimi, na kwa sababu amekupiga na kesi imepelekwa ofisini na wewe amekuumiza, siwezi kulifumbia macho. Lazima maumivu aliyokupa wewe lazima najue namna gani ya kufanya. Utafanya nini? Niachie mimi. Nitajua mimi nitafanya. Kwa hiyo wewe kwa na sawa. Karibu mamangu. Asante. Mimi nimefika hapa na matatizo. Matatizo? Tatizo gani? Miguu, mikono inakufa ganzi sana. Hii ni matatizo ya kufa ganzi mikono na miguu. Ina muda gani? Napata hata miaka miwili sasa. Hata miaka miwili nafika. Mbona umekaa muda mrefu hivyo? Kwa nini? Ndio hivyo. Maana ulijaribu kutumia dawa zozote? Kwa hiyo kuna dawa alianza na kuna mtu niliyomsikia amekuja hapa na akapona. Ili si ndo duka la Suluhu? Wao bosi hapa ndo kwa Suluhu, ndio ambapo tiba za asili tu huwa tunatoa hapa. Unajua hilo tatizo sasa hivi ni tatizo limekuwa kubwa sana. Tatizo limekuwa kubwa sana. Kwa hiyo na linawapata watu wengi. Na huwa linasababishwa na vitu vingi mamangu. Umenielewa sio? Kwa sababu mtu anaanza kuona hali ya kawaida na akafikiria kwamba yupo katika hali ya kawaida, kuwa kumbe ni tatizo hilo ni kubwa. Kwa sababu mtu anaweza kaa na hisi ganzi, maumivu makali, lakini mtu anaweza kaishukulia kwamba siku 2-3 akapata dawa hivi kawa amepata nafuu, kumbe lile tatizo bado liko katika mwili. Na hiyo kwamba kitaalamu linaitwa peripheral neuropathy. Sio, unaelewa mamangu? Na sio hivyo, na hiyo kwa sababu ni kutokana na kusababishwa kuzoofika kwa misuli ya neva za eneo husika. Sio, unaelewa? Yaani kwa maana kwamba misuli ikizoofika ya hii mikono au miguu huwa inapelekea kwamba mikono kushindwa kufanya nini? Kufanya kazi na kufa ganzi. Sio, unaelewa? Kwa hiyo ndipo mtu atahisi maumivu makali, mtu ndipo atapohisi ganzi, na ndipo mtu atakoona misuli huwa inachoka. Si unaelewa? Na hii kwamba inasababishwa na ukosefu wa vitamini. Yaani hili jambo huwa kuna sababu zake. Na sababu zake ni ukosefu wa vitamini. Sio vitamini tu pekee yake, ni vitamini B complex. Kwamba mtu akipungukiwa na vitamini B complex huwa yuko hatarini kupata ugonjwa huo unaosema huyu mama. Sio, unaelewa? Na sio hivyo tu, na wale wanaotumia dawa za kifua kikuu au zile zinazopunguza makali ya virusi vya ukimwi huwa wanakitumia sana, huwa baadaye huwa zinawapelekea hiyo hali. Hata mtu mwenye ugonjwa wa kisukari naye huwa akipatwa na homa hii ya miguu au mikono kufa ganzi huwa naye yuko hatarini, asishangae. Hata hii blood pressure kwa maana ya BP naye huwa inasababisha hiyo hali ya nini, ya miguu na mikono kufa ganzi. Kwa hiyo tatizo limetawala sana, na mtu akiwa na uzito mwingi yani ikiwa tofauti na umbo lake, kwa sababu ukiwa na uzito miguu itashindwa kuibeba nini, kuibeba mwili.
ndipo utakapo neva zinakuwa zinachoka za nini, za miguu. Sio, unaelewa mama? Kwa hiyo hilo tatizo lako ni kubwa, ili ni kubwa. Kwa hiyo kama umenileta hapa halina tatizo, na una uwezo wa kufanya nini, ukapata dawa na hilo tatizo likawa limeisha kabisa. Sio, unanielewa mamangu? Kwa hiyo yani ukipata dawa za hapa za asili, hii ni tiba mbadala, sio za hospitali na sio za chemical. Ina maana kwamba hizi ni za asili, ukizitumia kwa vile inavyotakikana, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu unapata nafuu na ukapona kabisa. Sio, uko tayari mamangu? Uko tayari. Uko tayari? Sasa wacha nifanye kitu kimoja, nichukue details zako alafu niweze kukupatia dawa. Sawa? Unaitwa nani? Naitwa Mwanarabu. Mwanarabu? Uliwahi kupima uzito karibuni? Hujapima. Basi wewe tutaenda kupima hapo chumbani hapo mara moja. Unaishi wapi? Hapa karibu. Wa sawa. Mbona umecheka sasa? Unajua umenistua sasa hivi. Nimekuja kufuata. Ngoja kufuata. Samahani, ngoja nitoe pamoja. Sasa sikiza, kwa sababu unajua sasa niko kazini, wewe shika hii hapa. Alafu baadaye tutawasiliana. Basi sawa. Sawa. Basi poa baadaye. Basi poa. Basi sawa mama, hebu nisubiri hapo wakati naziandaa hapo dawa zako, alafu ili upate kuondoka. Wala sio na wasiwasi mama. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi kaka? Sawa, vipi kaka? Shukuru Mungu. Sawa, karibu. Asante sana. Mlete baba. Samahani. Kiti hapa ndo duka langu. Ndo hapa. Sasa nilikuwa naomba kuuliza. Hivi naweza nikapata dawa ya kisukari? Dawa za kisukari zipo, zinapatikana. Zipo. Zinapatikana na ukizitumia fresh. Sawa. Nikuja kuulizia nijue kama naweza kupatikana. Nitakuja kwa maana. Nitakuja baadaye. Basi ana tatizo, zinapatikana. Basi asante kaka. Asante sana. Vipi kaka? Safi. Vipi? Safi, karibu. Mambo vipi? Safi. Habari za siku? Sawa. Dr. Sululu. Dr. Sululu yupo, ila sasa nimetoka mara moja, kuna shughuli nje ofisi anaenda kufanya. Kuna siku tulikuja kuzungumza dawa fulani, unakumbuka ile? Okay. Kwa hiyo taratibu ukoje? Niko kamili sasa. Uko fresh? Basi haina shida, kama uko vizuri unaweza kusubiria hapo kwenye kiti, kwa sababu yangu nataka nimtoe tu mama. Alafu baadaye niko nje, niko around. Uko around? Basi haina shida. Basi saa ngapi? Sasa hivi tunamtoa mama. Wewe unafunga saa ngapi? Nataka ni balance muda wangu na unafunga saa ngapi? Haina, mimi sina muda mrefu nitafunga sana. Kwa hiyo ninge naanza na kuja. Poa. Karibu sana. Mungu namshukuru sababu siku jino afya inipawa hata nikajitikinya angamile nguvu kidogo inipawa. Kwa kweli mama, ni jambo la kushukuru Mungu. Kwa sababu kwa hali unavyonayo mpaka kuweke ovyo. Kwa kweli nikushukuru sana. Sababu hapi hata nikaenda banga piti ngome yake pa kunete kamede litangumi mpaka pa nyumba pango na hikanalo. Mama, hali mambo la kunya kumede ni mambo tani. Wa hambi unapoteka. Hali mambo la kunya kumede nate ndio pano dada ndio pano. Mbaliti kinyanga mili unaanza ngatena hapo. Lakini mwanangu, veni wataalamu hayo kushidoji mtende mazoezi. Kupeleka mazoezi ni mama. Watenda vanu wawe lazima. Akiwa munu upoteka kwanza kutenda mazoezi akunya kumizie gwane nanga mama akiwa uchocho. Nipeleka. Hilo lijije kwanza. Sawa, lakini linji mwanangu. Nasikitika sana jalo. Jalo nani kalika kutwa chiko mipango tekimedi kukumbili mara na bimedi makono munichafuka nikalinga kushingula hapa china anda pala lihingimedi madodo afulasa hapa china anda shuka yangu na chafula kweli nangu na kakili mwanangu. Mama kwanza pole sana kwa neno. Asante. Lakini unakumbuke mambo la kwa sababu mama haina nineka. Hakia mambo la kukumbuke wako hambi. Unapeleka na mama. Hayo mama haina nineka na mambo neno nangu dada ninguhaulila na njomba ninguhaulila. Kwa hiyo pole sana mama. Nani mambo leo anakumbuka tena. Hambi, mama yuko kana nege. Kwani mfundisha hichi kwanza. Yaani kwa mambo langu pilike nenge. Sawa, ndio dada.
Sawa. Ngoja nichukue hela chumbani kanunue pale dukani. Sawa. Vipi nini? Wewe kwa nini unapiga wanawake? Usielewe. Usielewe kwa nini unapiga wanawake? Mwanamke gani? Sio mwanamke gani na maana wewe mjui? Mbona sikuelewi? Sio unielewe wewe mtoto. Wewe kwa nini unapiga wanawake? Ni mke wangu niliyompiga. Mkeo kama mkeo ungemwacha na ungempiga. Afu kesi mnapeleka ofisini afu kumaliza chochote. Wewe. Mbona sikuelewi lakini? Sio unielewe wewe. Mke wangu. Amen. Huyu hapa jana na leo walikwenda shule, maana mchelewa kurudi kidogo. Alikwenda shule mwanangu. Alikwenda. Eti. Ulikwenda? Ndio. Basi jitahidi hivyo, umenielewa? Umenielewa vizuri? Ndio. Kwanza mwaka huu umenifurahisha. Sawa. Unanielewa? Umenifurahisha kwa sababu umekuwa mtu wa pili kwa shule. Hiyo tabia iendelee mpaka siku ya mwisho, sawa? Na nahakikisha nitafanya chochote mpaka nakufikisha chuo kikuu kama ambavyo mama yako mdogo kafikia. Umenielewa? Jitahidi baba, sawa? Yaani ukifanya hivyo tu ndio tunaelewana. Sawa? Mama yako mdogo anasoma chuo huyu. Sasa turudi kwako. Hapa ndugu yako hapa ana kama ameziweka. Sawa? Sawa. Kwa maana amekuja kupumzika. Na hii ndio ilikuwa kawaida yake. Sawa? Sasa kama hii ni kawaida yake, huyu anapokuja hapa saa hizi mimi natoa kidogo, yaani tuongeze neema kidogo. Huyu anapokuja hapa, hebu mpitishe basi kwenye Qur'ani asome huyu. Alipofikia pale sio pakubwa. Juzu moja wewe kusema umetawala Qur'ani. Wote nielewa shemeji? Nakuelewa. Kwa sababu akisomeshwa huyu akichanganya Qur'ani na Kizungu ndio shemeji umekaa sawa sawa, sio Kizungu tena basi hiyo. Umeelewa? Odi shekhe. Karibu. Asante. Karibu kabisa. Nashukuru. Karibu. Odi kaka. Karibu kabisa. Hebu simama hapo kidogo. Karibu. Asante shekhe. Samahani. Hebu msalimie mzee nyuma. Karibu. Asante. Wa alaikum salaam. Nashukuru. Wa alaikum salaam. Karibu baba. Asante. Karibu kabisa. Karibu baba. Asante. Karibu bwana. Haya ndio nilifuata hiyo. Haya, karibu sana. Karibu. Asalamu alaykum. Wa alaikum salaam. Habari baba? Alhamdulillah. Shikamoo. Marhaba bwana. Shikamoo. Shekhe, mimi sikuja kukaa. Kwanza ngoja nipunguze kibri. Mwake. Ungefanya? Hapana. Wewe mheshimiwa bwana. Kizuia vumbi. Ndio najua. Lakini sio kwa wewe. Utanimaliza langu nilokuja nalo. Hapana, tuendelee. Haenda hizo. Shekhe, wewe na mimi unafahamu jirani wetu. Najua sana. Tumekuwa kama ndugu Sawa. lakini kuna hatari ndugu katoka. Kwa nini? Vizuri. Kwanza kuna vitu viwili shekhe nataka nivizungumzie. Kuhusu mwanao Faruki. Mwanao, jambo la kwanza, Ndio. ana mahusiano ya kimapenzi na mke wake huyu mpawao. Huyu ni mtoto wa dada yangu mimi. Mke wake huyu mwanao Faruki ndo naye ndoa yake ya pili sasa. Wanapika, wanapakua. Nyumbani hasikiki wala hasikii. Kwangu mimi mwenyewe kwa macho yangu shekhe, nawaona wanatoka gesti. Shekhe, mtihani. Lakini nimeuangalia udugu na ujirani wetu wewe na mimi.
unaishi vizuri sana. Wewe ni shekhe wetu. Sawa sawa. Ni mtu unatugea neno la dini. Sawa sawa. Unatusaidia mengi sana, ni mtu maarufu sana hapa dini. Sana. Sawa. Nikichukua sheria mikononi mwangu nitakuwa nimekukosea. Lakini mwanao anampiga mpwa wangu kwa mali yake mwenyewe. Mtu anapigwa na chake kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunakwenda wapi shekhi? Sasa mimi bwana nimekuja hapa kwa heshima na taadhima. Kaa na mwanao mkali na umfahamishe Msisili amekuja hapa kunieleza moja kama hivyo nilivyokueleza, na umweleze kabisa inamuuma. Sasa mtu moyo unapomuuma, hatima yake anaweza akafanya lolote lile. Ni kweli, ni kweli. Sina mengi zaidi ya hayo. Msisili. Naam. Nina vitu viwili vya kuzungumza mbele yako sasa hivi. Bismillah. Cha kwanza ni kutaka samahani kwa sababu wewe ni kijana wangu. Si unajua kijana wangu wewe ni mtoto wa ndugu yangu. Ndio maana nimekuja hapa. Kwa hiyo nakutaka samahani sana, badala yake basi kwanza natanguliza samahani mimi, nisamehe. Sheikh Suluhu, mimi ndio maana nimekuja hapa kwa sababu tayari najua umuhimu wa wewe na mimi. Nashukuru sana, lakini kama haitoshi, nashukuru kwa kujua kwamba mimi na wewe ni majamaa. Hii nashukuru sana kwa sababu watu wengi kwa dunia hii wasingechukua hatua kama hii ambayo wewe umechukua. Ungechukua hatua nyingine ambayo hata mimi ingeniaffect kidogo, yani ingeniumiza. Sawa? Kwa hiyo hata hili vile nashukuru sana kwa kujua na mimi nimeingia vizuri katika kichwa changu. Sawa? Na la tatu, ngoja mimi niseme nakutoa shaka kuanzia leo. Wacha tumtegemee Mwenyezi Mungu kulimaliza hili, lakini pia mimi nitalifuatilia kwa karibu mpaka nihakikishe kwamba jambo hili limepotea na lipatikane tena. Huyu ataishi kwa amani na mtaendelea kukaa vizuri. Kwa sababu yule ni mtoto wangu. Sawa. Leo unajua mtoto wako ukitaka kumweka sawa anawekeka. Tena ni mdogo, hata maisha yake yanategemea mimi ndio aweze kuishi. Sawa mzee. Lakini mimi nilishangaa. Mtoto wa shekhe anafanya vitendo vya umaaluni. La ilaha illa Allah Muhammad Rasul. Shekhe, tunakwenda wapi? Sasa sifiki mbali. Wewe ni mtu na elimu yako, una heshima zako, kazi kwako sasa. Bwana mimi nakuacha. Pole sana mzee. Asante sana. Lakini utanielewa. Kwa heri. Pole bwana. Asante. Pole sana. Asante. Karibu sana. Asante. Karibu. Haya kaka. Asante kabisa sasa. Unatoa kidogo. Asante. Asante. Vipi wewe? Safi vipi kaka? Fresh vipi? Fresh. Siku bwana kama nishaku kuona kwa mzee wangu. Ni kweli ushakuniona. Hata mimi nakumbuka kaka. Mbona uko huku? Ya, huku ndo nyumbani. Kwa sababu pale nilikuwa tu nimepitia wakati narudi masomoni. Ndio. Nilikuwa na hali ngumu kidogo ya kiuchumi. Yule mzee akawa amenisaidia, ila huku ndo nyumbani. Vipi lakini familia? Familia iko salama, lakini kaka majanga tu. Majanga nini ndugu yangu? Nilivyorudi safari yangu ya masomoni, nilipofika nyumbani nimekuta mke wangu kuna mtu anatembea naye. Kiukweli nimevurugwa, hata sijui nifanyaje kaka. Sasa wewe mtu ni nani? Ni Faruki ambaye anauza duka la shepa pale juu. Yule mtoto yule pale mdogo mdogo? Ndio. Mtoto mdogo anakuchukulia mkeo? Yaani kiukweli kaka, anikosesha amani mpaka natamani nihame mji. Kwa hiyo hili swala umelichukuliaje? Ushajaribu kulifikisha kidogo kwa wakubwa? Hili swala mjomba wangu analifahamu. Ndio. Lakini pia tulienda mpaka kwa shehe. Ila tulivyoenda kwa shehe, majibu ambayo amejibu kiukweli hayaridhishi. Amesema tu mtegemee Mungu nini,
lakini mimi naamini tu amempendelea kwa sababu yule ni mtu ambaye anaishi naye pale nyumbani kwake. Bwana nini ujue? Ndio. Mimi kwanza namwamini Mungu sana na wewe nakusisitiza zidi kumwamini Mwenyezi Mungu. Afu isitoshe hiyo ni share, hawezi akapendelea uchafu kama huu. Umenielewa? Ndio. Wewe muamini Mwenyezi Mungu kama anavyosema shehe na mimi nakuzidishia imani vile vile umwamini Mwenyezi Mungu. Afu isitoshe ushakutana na msaada tena kuanzia sasa hivi. Mimi ni msaada wako. Si unanielewa? Ndio. Muamini Mungu na mimi ndo msaada wako. Afu isitoshe japokuwa nakunyima amani lakini kuanzia sasa hivi mimi nakwambia tembea muda wote na saa yoyote. Mimi ndo kila kitu hapa, vijue vyote mimi unanifahamu. Basi kuwa na amani katika hilo. Mimi nitashukuru kakaangu ukinisaidia kwa hilo. Unanielewa? Kuwa na amani na isitoshe yule mtoto mdogo tu hata mkononi hawezi akajaa, watu tunafanya hivi tu mara moja. Basi poa kaka. Unielewa? Kuwa na amani ndugu yangu. Sawa kaka. Ila muamini Mwenyezi Mungu. Nashukuru kwa hilo. Sawa kaka. Fresh pamoja. Kule bwana tuzamane somo. Kasogea huko. Habari za kazini? Safi, sikiza. Safi, biashara nasemaje? Sawa. Faruki. Naam. Hivi wewe ndio Faruki yule au ni nani? Mimi. Baba jamii salama. Nakuuliza, wewe ndio Faruki yule nilimjua mimi au wewe ni nani? Ndio mimi. Sio wewe. Utakuwaje wewe? Wewe sio, unadanganya. Eti, wewe nikuulize kwanza. Kwani wewe tangu lini umeanza ufasa? Sio unamuona tunakuuliza wewe umeanza lini ufasku? Hapana. Si hivyo. Au kwa hivyo? Sikia wewe niambie kweli. Sio unanizunguka mbuyu tu hapa. Wewe sikia nikwambie. Hapa watu wamekuja hapa. Wewe unatembea na mke wa mtu. Niambie sasa. Utakataa? Hapa watu wamekuja na wanakutafuta. Umeanza lini wewe? Si ninakuuliza umeanza lini? Wewe unatembea na mke wa mtu? Unatembea na mke wa mtu. Hivyo unajua ulimwengu wakoje? Okay, ngoja nikuulize kitu. Kama moto umeukubali kwa kufanya zina, si ndio maana? Haya, na ulimwengu unaweka hapo. Umechoka kuishi? Unajua kama kuna kifo pale? Unaweza kufa wewe? Unataka kufa? Alafu sikia, kingine. Alafu wewe unajua wewe, mbona unanichekesha sana? Yaani wewe unajifanya mtemi katika dunia hii. Kwa sababu, yaani mtu unamchukulia mtu, alafu mtu huyo unampiga, huyo unamwekea mkono, huyo, yaani unataka sasa mtu mtu gani? Yaani wewe kama usingekuwa mwanangu wa ndugu yangu marehemu, ingekuwa mtoto wangu mimi au mtoto wa mtu mwingine. Yaani sasa nimekutoa baruti hapa, kwa maana nimekufukuza. Usingekaa na mimi hata siku moja. Na ndio maana sasa nagundua, sasa. Kumbe wewe ile mahesabu kwenda vibaya pale ofisini, hela kuwazionekani fulani, kumbe baba unaonga. Si ndio maana yake? Hapana baba, nisamehe katika hilo. Yaani unachukua una hatari kweli. Yaani unachukua moto unaingiza kwenye moto mwingine. Yaani huku unaiba hela, alafu huku unapeleka kwenye zina, tena mke wa mtu. Kwa nini? Yaani mimi nashindwa kuelewa kabisa. Nisamehe baba, nishitani. Yaani wewe unafanya mambo kwa sababu unategemea samani. Uchukue samani, uniletee mimi. Sio. Ili wewe uendelee mambo yako. Si ndio maana yake? Sio.
Huko nafanya kama ningesoma Qur'ani. Kama yani ingekuwa tabia mbovu ndio tabia ambazo watu wanafaa kuishi nazo. Kwa nini Mtume anasema wa khaliqin nas bi khuluqin hasan? Ndio kujipamba kwa tabia nzuri kwa watu ndio inakuwa hivyo. Alafu wewe unasoma dini. Wewe mkwaje wewe? Sana kwa wenyewe wanakutafuta. Usimtazame. Wenyewe wanakutafuta, pumbavu mmoja wewe. Yaani wenyewe wanakutafuta na atakayotokea misipo. Sikia wewe, kitu kimoja nikwambie. Hii leo iwe mwanzo wako na mwisho wako kufanya jambo. Sawa? Umenielewa? Nisisikia tena hili jambo. Kwanza unanitia aibu. Bisho mzima hapa duniani hapa. Alafu wewe unakuja unanitia aibu hivyo. Ina maana mimi nakufundisha wewe na kuzini? Au nimkuwekea biashara kwa maana wewe ndio uchukue hela uonge? Uko sawa wewe? Sema hivyo basi. Ili jambo lisitokeze tena. Umenielewa? Sawa. Leo ndio mwanzo na mwisho. Mbavu wewe. Unakuwa mtoto mshenzi hivi tu. Yaani unakuwa na tabia sijui umezaliwa na kwa sababu hata baba yako hapo hivyo. Unakuwa hivyo bwana. Hapo sio mbavu mmoja. Mama, naona umekuja kutika mtoto wangu. Sawa? Unajua? Nafahamu. Ni nani? Nafahamu kama ustazi wetu hapa. Hapo vizuri sana hapo. Sina nafasi kubwa ya kukuonya. Lakini kwa upande mwingine na nafasi. Kwa tamko hilo, wewe sema unanijua kwa hivyo. Sawa? Mama, nimekuita mimi kukunasihi, nakupa nasaha, nakuwaidhi, nakupa mawaidha. Umenielewa vizuri? Tabia uliyokuwa nayo ya ufasiku sio mzuri. Sawa? Habari mjini hapa zimetutosha. Habari zako wewe hapa zimetutosha hapa mjini. Kuwa wewe tabia zako za umalaya, ufasiku, lana sijui nini. Tena kibaya zaidi, umefika mahala mpaka umekuja kuvunja ndoa yako. Lakini kwa hiyo sina kuuliza somo. Na akili wewe? Unavunja ndoa yako kwa sababu ya umalaya. Kwa sababu ya watu wa nje. Unajua thamani ya ndoa? Unadanganywa, unadanganywa. Yaani umekuwa mtu unadanganywa na kila kitu na wewe mtoto mdogo sana ndaje. Haukutakiwa ufanye hivyo. Unajaribia maisha yako. Kibaya zaidi siku hizi. Kuna maradhi makubwa mengi ya aina mbalimbali. Mama itakukuta mambo wewe. Mimi nataka ubadilike. Sawa? Badilika, alafu isitoshe rudi kwa mumeo. Ndoa ina maana sana na ina thamani kubwa sana na kitu kubwa sana kuolewa mtu. Watu wanatafuta hiyo ndoa mama. Unanielewa? Mimi naomba unielewe. Unajua Mtume anasema man hadhara kama basharaka. Mtu akikutahadhari kitu fulani hapo kuonya kitu fulani, basi inakuwa kama amekupa habari njema. Hizi ni habari njema kwako. Wewe unaona kama kawaida lakini habari njema kwako hizi. Unanielewa? Sio unatazama chini na kuuliza unanielewa? Wewe mtoto mdogo kabisa. Hata hujafikia hata yani adaiji kabisa. Alafu unaanza kufanya mambo ya fast kuhusu bado hivi sio ingilia huku na ingilia huku. Mama atapata makubwa hapa. Sawa baba. Mjomba. Abi. Mkosea. Upo vizuri kabisa mwanangu. Labda kwa kuongezea tu. Somo mwanangu. Hakuna kitu kizuri kama ndoa. Udanga hakuna maana yoyote mwanangu. Nakuomba urudi ukarudie ndoa yako, ukakae vizuri na mume wako, mwenzi mumeo. Sawa mwanangu? Sawa baba. Nashukuru sana kama umenielewa. Hebu nifanye kwanza mpango moja kuna. Wewe mtoto sio hivyo bwana.
Mwana, Abe. mlete shemejio maji. Sawa. Huo sio ungwana. Acha Mungu. Mimi nimeelewa ushauri wenu na nawaahidi nitafanyia kazi. Baada ya muda mfupi tu nitapata majibu. Bwana, mimi nashukuru sana na nimefurahi sana kukusikia hivyo, ila hapo sasa ndio utakapojua kama kufanya kama tumekubaliana. Hapo ndio utakapojua thamani sasa ya kile nilichokwambia. Sawa mama? Sawa baba. Mimi nashukuru sana kama umenielewa. Ila hambi nilie kwanza siku 2-3, wote hata hanauli na inachokukaya. Lakini mwanangu kukaya kuna ngukitangu sana. Jitahidi hata kukopa mama babako sababu kukaya ngukitangu. Sawa mama, hakika chichitano ni mambo mengi yanaingiliana. Mara hali, mara lino. Kwa hambi ndilichi kwanza. Wewe mwanamke, umefuata nini nyumbani kwangu? Sina kuuliza umefuata nini nyumbani kwangu? Neki kwanza ikapahe, pamenda tatizo la idili. Pale siku lumwe ni waida pano. Mama, wewe nini balila hayo? Hadi ndio timba getimba lengia hapa marudi nkupa. Pamoja na nangi ntimba ngila kini na ndo mkulunga wa pano. Hebu ikapahi. Mama, tatizo ya kimwembe mama bwana, huruma sana. Karibu mama. Unasemaje? Umekuja kuniomba samahani, umekiona nini kwangu? Hapana, nimezamilia hilo. Alafu pia kuna kilichotokea. Unajaribia maisha yako. Kibaya zaidi siku hizi kuna maradhi makubwa mengi ya aina mbalimbali. Mama, itakukuta mambo wewe. Mimi nataka ubadilike. Sawa? Badilika, alafu isitoshe rudi kwa mumeo. Ndoa ina maana sana na ina thamani kubwa sana na kitu kubwa sana kuolewa mtu. Watu wanatafuta hiyo ndoa mama. Unanielewa? Mimi naomba unielewe. Hivyo ndio ilivyokuwa stadi. Ndio maana nikaomba kuomba samahani. Tumalize haya. Kutokana na mzunguko ulioniambia, na yule shehe mimi ninavyomfahamu. Sawa, mimi nimekuelewa. Lakini hukunikosea mimi peke yangu. Ulimkosea pia mama. Muombe msamaha mama. Akikubali mama, mimi sina tatizo. Mama. Hapo nisamehe. Ukutachani? Ukutachani kama niluna nikusamehe kabisa ngubeshe wala tatizo nikusamehe. Waona roho nikukuta? Nikusamehe kabisa. Isungu yangu beshi rasi sababu nima kuchitangu pa kili jako jibeba dukutanuka ila hambi akili jako jiwe sana. Ndio maana unida panu kuna yuwarazi. Kwani elimu mwanangu nangu beshi rasi kabisa? Kwanza ninga mikono. Nikusamehe. Asante mama, nashukuru kwa kunisamehe. Rahimu mwanangu. Hello mama. Na mahe nisamehe. Na wangu lembe unsamehe mahe. Sawa mama, nani nikupelekana. Sasa sikiliza mwanamke. Mimi nimekurejea. Ila kuna jambo moja. Nahitaji tukapime afya. Kama afya zetu zitakuwa vizuri, sawa. Na kama zitakuwa na utofauti, tutakiangalia nini cha kufanya. Uko tayari? Niko tayari ustadi. Nashukuru kwa kuwa tayari. Brother Faruki, vipi shemeji? Shemeji yako mbona yupo? Wapi? Mbona sasa tumuone sasa hivi kwamba anakukaa wapi? Yupo, ila kipindi kile penzi ilikuwa ni moto sana, tunamuona mara amekatisha, mara amekuja, mara ameingia dukani, mara amechukua mtonyo nini. Sikiliza sasa kwanza, ngoja uhakishie, ngoja kwanza nimpigie simu afu nikumbushe. Wewe mpigie. Poa, poa. Aje hapa au? Au nataka nipige simu na mimi?
Watu mambo tunafanya bwana. Niambie, niambie. Bibi yako nani? Kwa sinaongea na wewe. Sikia nikwambie. Yaani mpaka sasa hivi hapa ninavyoongea na wewe kwenye simu. Nimesharudi kwa mume wangu. Unasemaje? Umenisikia nadhani? Unasema? Bwana, sirudi mara mbili kama tangazo ya vifo. Wewe, hebu unamjua unaongea naye? Namjua vizuri sana. Sasa maneno hayo unatoa wapi? Sasa unanichekesha kweli yani. Maneno hayo nakuuliza unatoa wapi? Unatoa wapi? Sina kama mdomoni kwangu. Sasa unamaanisha nini kusema hivyo? Nataka maanisha kwamba mimi na wewe bado. Unasemaje? Unanisikia? Wewe unataka kuniambia kwamba mimi na wewe mapenzi yangu yamekatika sasa hivi wakati umekula hela zangu? Ndio yameisha hizo, yani yameisha. Yeye ndio unanisababishia kwamba mimi nionekane sifai pale ofisini, nyumbani sifai, baba afu wewe unakuja kunikataa kiasi rahisi? Hayo utajua wewe, sio mimi. Afu wewe sikiliza. Hayo maneno unaongea mchunga kwanza mdomo wako. Kwanza usinitishe na Sio nisikutishe. Okay, sawa, sikiliza. Mimi na wewe tutajua tunamalizana vipi. Wewe unasema mimi ni chaki? Unanichekesha kweli. Kama nakuchekesha, mimi siigizi nakwambia, niko serious nakwambia. Yaani haiwezekani kwamba mimi unisababishia sifai. Libya Faruki. Kujigamba kote, kujikakamua kote, kumbe sio ndio iko hivyo. Wewe sikiliza. Lakini ndio huyo hawezi kunifanyia, ndio huyu hawezi kunifanyia hivi. Unajua Demi nilimkubali na mimi alinikubali. Hilo ni sawa Brother Faruki, lakini kwa kitambo na hicho sio sasa hivi tena. Sio kitambo na hicho, afu unajua mimi nalibia afu na mikula hela zangu sana. Hilo najua. Sahihi. Mimi siwezi kukubali. Yaani kila rahisi namna hii. Sasa utakufanya nini? Sio kufanya nini? Lazima mimi nijue kwamba hela zangu mimi zinarudi vipi. Okay, sawa Brother Faruki. Ila sasa hivi naona muda umeenda sana bora. Kweli. Na sio muda umeenda. Mimi wacheni kwa sababu Demi mwenyewe amshanizingua. Fresh. Poa bana. Poa. Ondoka bana. Kutokana na mvua zinavyonyesha, mimi nimeona kesho asubuhi twende shambani tukaangalia mazingira. Kama tutaweza kulima si wenyewe, basi tutalima, na kama tutashindwa, tutatafuta vijana wale watatu hapa mtaani watatusaidia. Lakini mume wangu, mbona ni ghafla hivi sasa? Kama kweli ghafla, lakini kutokana na hizo mvua zinavyonyesha kwa kasi, bora tufanye hivyo, kwa sababu hata wenzetu wameshaanza kulima mkani. Hata kama mume wangu, lakini sio kwa kunikurupusha huko na kunikurupusha. Mke wangu, shamba ni letu na sisi ndo wenyewe. Lakini sio ndio kama na kazi nyumbani. Mke wangu, nilishasahau. Kumbe kesho na kazi vyako hapa nyumbani Ndio. Sasa mke wangu, ili kesho isipite hivi hivi. Mimi kesho nitaenda asubuhi. Nitaenda kuangalia mazingira. Nitakavyorudi nitakupa jibu kamili. Ili kesho kutwa tuanze kazi. Sawa mke wangu? Sawa, mimi sioni kama kuna tatizo. Ndio hivyo bwana mke wangu bwana. Tunaelewana ndio mwingine. Sawa. Jo. Hivi nyuma nitafuta nini mimi? Tatizo nini kaka? Tafuta tatizo nini unijui? Kipi kilichopelekea niona mjomba wako baba? Lakini sasa tujienda kwa ubaya. Unataka kunisababisha mimi maafa? Sisi tumeenda kwa ajili ya unataka mimi nikane sifai kwa baba? Sisi tumeenda kwa ajili ya kutafuta suluhu. Sasa mimi ndio kulazimisha mwache mkeo. Kaka. Sasa tatizo nini? Mimi ndio kulazimisha mwache mkeo? Sisi tujienda. Sisi nini? Tunaenda kwa ubaya lakini kaka. Unataka kunalibia mimi? Kaka. Sisi wote ni vijana. Unataka kunalibia mimi kwa babangu afu nikale sifai? Hapana kaka. Tujienda kwa ubaya. Amjenda kwa baba kipi kilichopelekea sasa? Kaka. Unataka suluhu na mkeo? Lengo ni kutafuta tu suluhu kaka. Unataka suluhu na mimi? Vijana lakini unajua. Wewe vipi, mbona unampiga? Wewe vipi, wewe unamjua? Mimi namjua. Unamjua? Namjua sana tu. Unaona mnisababisha ondoke na nataka kununua ugomvi? Fresh tu. Unanunua ugomvi? Fresh tu.
Misaada mingine bwana inaponza bwana. Na wala hata niliyemsaidia hayupo. Misaada mingine inaponza kweli. Mtu hatafanani na ngumi, lakini jua mpolipoli tu. Sema fresh mziki wangu mimi uona. Fresh tu. Bwana inaponza sasa. Baridi tu. Aise, haya yepi mimi yanonikuta? Kama kweli maneno ya mkubwa yangu kichini. Baba Yahya alishanionya katika hili, na kweli mkaidi afaidi mpaka siku hii. Tayari nishaua, na kama kweli nimeua, maisha yangu yatakuwaje sasa? Alafu sababu yenyewe ya kuua ni mke wa mtu, sio mke wangu. Kwa nini nimefanya hivi? Kwa nini? Hii ni hasara iliyoje katika nafsi yangu. Ni hasara kabisa. Sikuwa na sababu ya kuweza kufanya hivi mpaka kufikia kuua. Kwa nini nimefikia kuua? Na baba haya mimi alishanikanya na kuniambia yafai. Sasa naelekea wapi sasa? Hapa nabidi nitafute njia ya kufanya kumuomba baba radhi. Na kama akijua katika hili, mwisho wangu sijui utakuwaje. Na kama kweli ndo nimeua, hii hasara juu yangu, maisha yangu tayari nashateketea sasa hizi. Maisha yangu yanakwenda kuteketea kwa sababu sipaoni pa kukimbilia kwa serikali ya sasa hivi. Wacha nimwachie Mungu hukumu yake, nione itakuwaje. Kumbe ndio. Kumbe mzima. Nilijua amekufa. Aise, alhamdulillah rabbil alamin. Aise, mimi niko wapi sasa? Asante Mungu, alhamdulillah. Faruki, ngoja nikuulize swali kwanza. Hii habari ya kuwa unatubia na kwamba unaomba samahani, sijui umbadilika nini mambo yako sijui, uko sahihi kweli? Ndio baba. Niko sahihi, nimeamua kwa dhati kabisa kubadilika. Kweli? Naam. Sasa sikia. Jambo hili limenifurahisha sana. Sawa? Lakini ngoja nikuahidi. Kama kweli umebadilika na utabadilika, utakuwa kwenye mstari kama vile zamani. Unaelewa? Basi na mimi nitarudisha mapenzi yangu ya utoto wako kwangu kama zamani. Tashukuru baba. Unaelewa vizuri? Asalamu alaykum Sheikh. Wa alaykum salaam mzee Tusi. Karibu sana bwana. Asante sana. Karibu kabisa. Haya wala. Wewe unatoka hapa. Karibu hapa. Asante. Karibu kabisa. Naam. Naam. Shikamoo. Marhaba. Habari zenu bwana? Namshukuru sana. Karibu sana. Haya. Shikamoo. Marhaba, habari leo? Sheikh, nimekuja. Uzalendo ushanishinda. Sitaki kabisa uzalendo. Nimeweka heshima kwako, nikijua shehe wangu, lakini nimefikia mahala mwanao kampiga tena huyu mpwa wangu. Kwa nini anamgeuza kama kigong'ondo, anamgonga kama korosho?
inaniuma. Hii damu sio maji nyumbani. Sasa imefikia mahala. Sasa sitaki hata kusikiliza neno la Mungu. Sitaki. Tutaniuma bwana. Mimi nilikuja hapa nikaongea na wewe na shekhe kwa usalama kabisa na amani na kufuata misingi ya dini. Kumbe inafikia mahala sijui wewe ndio unamshawishi ampige mwanangu. Kweli anapigwa na mali yake mwenyewe. Kwa nini? Sitaki kujua mambo ya Mungu. Sikia mzee Msiri, mimi naomba unisikilize kwa makini. Najua ndio hutaki kusikiliza mambo ya Mungu, lakini sio. Wewe mtu mzima unatambua kabisa kwamba hakuna mtu anachekelea machafu ya mtoto wake. Wewe unajua hili. Lakini pia hakuna mtoto wote ambaye unamuongoza akaongozeka kwa mapema. Lazima inachukua muda kidogo. Nikufahamisha kitu kimoja. Huyu hapo ulipotukuta hapa tunaongea ndio alikuwa anatubu hapa mbele ya Mwenyezi Mungu na kwangu mimi. Akieleza kwamba hayo mambo ameacha na amebadilika na hawezi kufanya tena katika kitu hicho. Ndio maana mlikuta hapa sasa hivi. Mara nyingi mnaingia. Naomba tu Uislamu wako, imani yako, ujirani wako uendelee. Utusamehe sisi na msamehe wewe. Sikia. Unasikia mzee? Nilikwambia nini? Sio unamsikia unakumbuka nilichokuambia siku zile? Sasa omba lazima mwenyewe. Mimi sijakosea. Mzee mimi nimekosea kitu? Hujanikosea. Sijakosea chochote hapo. Na ndio maana nimerudi tena. Omba lazima mwenyewe. Sasa bwana, kabla hujaomba lazima naomba nisikilize. Nisikilize kwa makini kabisa. Kwa nini umeacha? Ndio. Utampiga mwipo wangu. Yaani mzee wangu naomba msamehe. Utampa nani huyu? Yaani usoma sasa mimi. Kama ukiendeleza ushenzi wako, mimi mshehe nina golole mle ndani. Nalo ameliaga mahindi yangu nguruwe. Sasa nitamchoma nalo moto. Kama siku zake za kuishi zimekwisha hapa duniani, anamtafuta mtoa roho wake nitakuamini. Sitaki kusikia na sifuati chochote cha Mungu. Mimi naniuma. Hapana mzee wangu, usifikie huko, naomba msamehe. Ni nani utavumilia? Nani utavumilia kama nani? Unagonga kama ngoma. Basi mzee tusamehe. Hapana mzee wangu. Hapana tusamehe. Unamwangalia nani? Mzee wangu, naomba nisamehe. Pasifikie huko, naomba nisamehe. Nimeamua kutubia na kuachana naye. Basi mzee, punguza jazba. Sheikh, kutembea na mke wa mtu kweli najua mna. Kaka, naomba nisamehe. Nisiamini kama tabadilika. Niamini mimi. Kwa nimeamua kubadilika kwa nafsi yangu. Kwani siwezi kumdhalilisha baba yangu. Sio kwa sababu yake, ni kwa sababu Mwenyezi Mungu ananijia, nimegundua kwamba sio sahihi. Mimi nimekusamehe kama umeacha. Kaka. Sheikh, mimi nimekusamehe. Nashukuru. Kuanzia duniani mpaka akhera. Na maneno niliyosema nayafuta. Inshallah. Kama kweli katubia, tuko pamoja na mimi. Lakini kama hajatubia, hapa unazika. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mimi nakuahidi utakuta maiti popote kwenye pori. Hapana, huyo amekolewa sasa hivi. Na yuko kuolewa. Unampiga tu huyu. Yaani unampiga mtu na mke wake mwenyewe. Shehe anavunja ndoa mke wangu sasa. Hana amani. Hana raha. Inafikia mahala tunatiana vidole machoni. Hivi shehe. Yaani natoa kidole machoni navumilia kidole cha pilipili. Nitaua mtu. Mimi naua mtu. Hapana, nikisha mzee. Haya, nikushauri tena kwa kusema hivi. Yaisha kisha. Wewe niangalie tu. Nitakutoa hao mimi. Si unapiga piga wenzio. Utapambana na gobole langu moja tu. Kama utainuka wewe umetengenezwa na Mungu. Kweli najua wewe umchele kakupa Mungu unatembea nayo. Kudadadeki. Kwa hapa alipofikia mimi na imani kabisa wewe unarudi tena. Maana leo naona umeonyesha ukali wa mwisho kabisa. Naye anajua wa kutambua. Sasa wala hamna wasiwasi shehe. Basi na mimi nawashukuru. Pole bwana shehe. Shehe. Pole sana. Asante sana. Pole bwana. Basi naona tushikane mkono. Inshallah. Hii tuonyeshe amekwisha.
Shabab.